kubahatika, lakini ukabahatika kuwa na Yesu ni elimu kubwa, maana utapata maarifa ya kimungu yatakayoziba elimu zote za dunia. Maana ukiwa na elimu ya dunia huna Yesu ni sifuri, tena sifuri, ni ya masikio. Si upige makofi hata kama utaki. Haleluya, haleluya. Nataka nisafiri na wewe uone Biblia ilivyo msitu, ili hata unapokaa hapa na unapoomba, na kuna wengine mtapiga simu, mtoto kaingia kwenye shimo, sasa wewe ndio mpeleke usali, waache wafu wasikane wenyewe, mimi siondoki mpaka nimalize kongamano. Unajua mume wako sasa hivi amezidiwa sana, alikuwa mguu ule umepinda, mwambie upinde sana, Yesu ataunyosha, acha nipate maarifa. Maana hata ukienda wewe kuunyosha huo mguu, utasema mume wangu, kaa hapa mpaka umalize. Atakuja unajua msiba yule aliyekulea ndio amepata, amekufa yeye, ndio amemaliza kama kuokoka, watajuana na yeye mtu kataa. Anakuja sijui nyumba inaungua moto, mwambie Mungu inua watu wa kuzima nyumba moto kule. Hata nikitoka hapa mpaka nifika Arusha nyumba imeshaisha. Kwa hiyo bora nibaki nimalize. Hivi naomba kutatokea vipingamizi ambavyo vitakufanya kimbie kwenda kwenye mahali, lakini ukienda pia hakukusaidia. Kaa hapa mpaka maarifa uyapate, ili uondoke ukiwa na kitu bora. Haleluya. Haleluya. Kama unaongeza makofi kwa Mungu. Kwa nini? Mahali hapa mimi nikasema sasa huyu apostol anaongea. Kumbe kuna watu walipata vyeo vikubwa si kwa sababu walisoma au waongeaje. Ni kwa sababu walipata tu neema kakusoma alama za nyakati kwamba huyu ana Mungu wa kweli. Ndio kilichompandisha Petro. Ndio hicho. Wakasema nina walikuwa na wasomi pale. Wote wakasema. Lakini yule mvuvi anayevaa kaptura akasema wewe ni wana wa Mungu yani. Amen. Sasa kwa taarifa, wale wote walioongea habari nzuri juu ya mtumishi, mimi sijawaambia. Sijamwambia Zika, sijamwambia mzee hapa, sijawaambia chochote. Na huyu mzee alizungumza kule Tegeta, mimi sijawatuma chochote. Kwa taarifa yako, ukigundua kumsema vizuri mtumishi wa Mungu aliye wa kweli, yale mafuta yaliyompata Petro akapandishwa cheo, kiroho nao unapandishwa, akina Mkile na wengine, na wewe unapandishwa kwa sababu kiroho unaonekana umeheshimu mafuta ambayo ni dawa kwa wengi. Ongeza makofi kwa Mungu. Wale waliosema, na wewe kama unaheshimu lakini ukupata nafasi ya kusema, utakaposimama utasema, haumtukuzi mtu, unatukuza yale mafuta ili watu wayaamini na wapone wengi. Sasa Waafrika mwenzao akijisogea, kwa nini awe yule? Hata ungemzuia kama Mungu amemuinua, atapandishwa mbele ya mikono yako hapa. Mungu mtusaidia. Wazungu wenzetu kidogo wamepoa na japo wanapendeleana wao kwa wao. Wakigundua kuna mtu ana kipaji, wakigundua kuna mtu ana kitu cha maana, watakipalilia. Wanajua huyo akiinuliwa wote tumeinuliwa. Watasimama na huyo mtu. Wakimgundua mtu ana kipaji kama ni mdogo, watampeleka kumsaidia hata kumsomesha. Wanatafuta kile kisaidie. Sasa sisi ni zaidi, watu wa rohoni tuwe zaidi ya wazungu. Tunaoane tunapogundua kuna kitu kwa mtu fulani kinachoonekana kuwa cha maana, tumtie moyo, tumseme vizuri. Halo? Amena. Mungu amekupa kama mchepuko kwamba umche Mungu ili upate maarifa, na maarifa yatakupa heshima katikati ya watu walioelimika na wasioelimika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akishamaliza koma anasema mkamtumikie Bwana kwa unyofu wa moyo, kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zetu walitumikia ng'ambo ya mto Koma. Kumbe Mungu ananishawishi mimi. Kumbuka katika Biblia yako hiyo kuna mahali panasema maombi ya wenye dhambi ni kelele. Sikweli sio kweli? Ndio. Anasikia yazidi.
anayasikia lakini hawezi kumjibu. Anasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele, na kifo cha mwenye dhambi Mungu afurahi.